Balozi wa Trump asema Russia haitaki kushambulia Ulaya. Mjumbe maalum wa Marekani kwenye eneo la Mashariki ya Kati, Asia Magharibi, Steve Witkoff amepuuzilia mbali madai kwamba Russia ina nia kuzivamia nchi nyingine za Ulaya, akisisitiza kuwa hofu hizo ni za kipuuzi. Witkoff amesema hayo katika mahojiano na mwandishi wa habari wa Marekani Tucker Carlson, kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Russia Today Jumamosi. Alipoulizwa juu ya tamko la Uingereza kwamba iko tayari kutuma wanajeshi Ukraine kusaidia kuhakikisha makubaliano ya amani yanayoweza kusainiwa kati ya Moscow na Kiev, Witkoff amependekeza kwamba wabunge wa Uingereza wanataka kuwa kama Winston Churchill ambaye alionya kwamba Warusi wataenda kuandamana kote Ulaya. Alipoulizwa na Carlson kama anadhani Russia inataka kuvamia na kushambulia nchi nyingine za Ulaya, Witkoff amejibu kwa kusema 100% hapana, nadhani huo ni ujinga. Mwanadiplomasia huyo Marekani ameendelea kusema, tuna kitu kinachoitwa NATO ambacho hatukuwa nacho katika vita vya pili vya dunia. Witkoff ameeleza kuwa Russia tayari imefikia malengo yake katika mzozo huo wa Ukraine, na kwa msingi huo hadhani kama ina azma ya kushambulia nchi nyingine ya Ulaya. Wamerejesha mikononi mwao mikoa hii mitano, wana Crimea na wamepata wanachotaka. Kwa nini wanahitaji zaidi? Mwisho kumnukuu. Sasa nikikutoa huko kwenye mambo ya Urusi na mataifa ya Ulaya, nikupeleke kwenye vita vya Hamas na Israeli, ambapo katika kumbukumbu ya mwaka wa 21 wa kuuawa shahidi Sheikh Ahmad Yassin, harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas imesisitiza kwa kusema, tunashikamana na njia ya Sheikh Ahmad Yassin, tunalinda ardhi na matukufu yetu, na tuna imani thabiti kwamba mukawama ni chaguo la kistratejia la kujikomboa na kupata uhuru wetu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim, harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas imesisitiza hayo katika taarifa yake Jumamosi kwa mnasaba wa kumbukumbu ya kuuawa shahidi Sheikh Ahmad Yassin, na kusema leo ni mwaka wa 21 wa kuuawa shahidi Sheikh Ahmad Yassin, muasisi wa harakati ya Hamas, mauaji ya kikatili ambayo yalifanywa na utawala wa Kizayuni. Kumbukumbu hizi zinawakumbusha wananchi wa Palestina maisha na njia yake, ambayo ilikuwa kama chuo na mwalimu aliyeshikamana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu kwao, na kuwapa msukumo wa kushikamana na haki, kusimama kidete juu ya ardhi, uvumilivu, subira, kujitolea, muhanga na kuiami kiume ardhi na maeneo matakatifu. Taarifa hiyo inaongeza kuwa mauaji ya Sheikh Ahmad Yassin na viongozi wetu wengine wa kitaifa ambao ni nembo kwa taifa leo hayajawahi kutuvunja moyo, na kamwe hayatavunja nia ya taifa letu ya kusimama imara katika mukawama. Adui Mzayuni hataweza kututoa katika ardhi yetu au kufuta kadhia ya Palestina kupitia jinai na ugaidi wake. Badala yake, uhalifu huu huongeza nia, imani thabiti na kujitolea muanga katika njia ya haki, na tutazidi kushikamana na mukawama, kwani ndilo chaguo letu la kimkakati la kupigania haki na ukombozi wa ardhi yetu. Vile vikosi vya ulinzi vya Yemen vimevurumisha makombora kuelekea kwenye ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu na Israeli, na kuatia kiwewe na hofu wa Zayuni, huku safari za ndege zikisimamishwa na Tel Aviv. Shambulizi hilo la wanajeshi wa Yemen limepelekea kusikika mara kadhaa ving'ora vya tahadhari mjini Tel Aviv na viunga vyake, na kuwalazimisha maelfu ya walowezi wa Kizayuni kukimbilia kwenye mahandaki. Kwa mujibu wa shirika la habari la Mer, ving'ora vimesikika pia katika majiji na miji zaidi ya 20 inayokaliwa kwa mabavu, ikiwa ni pamoja na Al-Quds na kaskazini mwa ukingo wa magharibi. Televisheni ya Al Masirah pia imetangaza kuwa sauti za ving'ora zimerindima huko Jaffa, uwanja wa ndege wa kijeshi wa Palmachim kusini mwa Jaffa inayokaliwa kwa mabavu, na maeneo mengine ya Palestina inayogusubiwa. Jeshi la Israeli linadai kwamba makombora yaliyorushwa kutoka Yemen yametunguliwa na jeshi la anga kabla ya kutua ardhini. Shambulio hilo lilizusha tahadhari za mashambulizi ya anga katika maeneo kadhaa ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu na Israeli. Kadhalika, safari za ndege zimesitishwa katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion kufuatia shambulio hilo la makombora kutoka Yemen. Vilevile, jeshi la Israeli limefanya mashambulizi mapya ya kutisha ya anga kwenye ukanda wa Gaza na kuua shahidi watu wasiopungua 40, akiwemo Salah al-Bardawil, mbunge wa Palestina na mjumbe wa ofisi ya kisiasa harakati ya mukawama wa Kiislamu ya Palestina Hamas. Katika taarifa iliyotolewa leo Jumapili, Hamas imesema kuwa Bardawil alilengwa katika operesheni ya mauaji ya kihaini ya Wazayuni alipokuwa kiswali usiku wa kuamkia tarehe 23 ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Taarifa hiyo imeeleza kuwa Bardawil aliuawa shahidi pamoja na mke wake katika shambulio hilo la anga la Israeli lililolenga hema lake katika eneo la Al-Mawas magharibi mwa mji wa Khan Yunis kusini mwa Gaza.
Kundi hilo la mukawama pia limemsifu Bardawil na kumtaja kama nembo ya kisiasa, vyombo vya habari na kazi ya kitaifa, na kubainisha kwamba hakuwahi kushindwa kutekeleza majukumu yake au jitihada kwa ajili ya Mungu kwa lengo la kukuza kadhia ya Palestina. Hamas imesisitiza kuwa utawala huo wa kihalifu hautadhoofisha azimio la uthabiti wa Palestina, kwani kwa kila anayeuawa shahidi, moto wa mukawama unazidi kuwa na nguvu hadi pale ukaliaji wa mabavu wa ardhi ya Palestina utakapomalizika. Wakati huo huo, duru za hospitali zimetangaza kuwa Palestina wasiopungua 40 wameuawa shahidi na makumi wengine kujeruhiwa katika mashambulizi ya Israeli kwenye maeneo mbalimbali ya ukanda wa Gaza katika muda wa saa 24 zilizopita. Vile baada ya utawala wa Israeli kudai kwamba maroketi 5 yalirushwa kuelekea katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu Jumamosi, harakati ya mukawama ya Hezbollah Lebanon imekanusha kuhusika kivyovyote na shambulio hilo. Katika taarifa yake Jumamosi, Hezbollah imekanusha kuhusika kwa namna yoyote na kuvurumisha rocket kutoka kusini mwa Lebanon hadi maeneo ya Palestina yanayokaliwa kwa mabavu, tovuti ya televisheni ya Al Manar imeripoti. Harakati hiyo ya mukawama ya Lebanon imeendelea kusema kuwa inafungamana na ahadi yake ya kusimamisha vita na inasimama nyuma ya taifa la Lebanon katika kukabiliana na hatua ya Wazayuni kushadidisha taharuki dhidi ya Lebanon. Madai ya adui wa Israeli yanalenga kuhalalisha mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya Lebanon ambayo hayajasimama tangu kutangazwa kwa usitishaji vita. Utawala wa Kizayuni wa Israeli ulianzisha mashambulizi kadhaa kusini mwa Lebanon baada ya kuibua madai ya kurushwa maroketi 5 ambayo ilisema yalinaswa. Vilevile, kitendo cha jeshi la utawala wa Kizayuni wa Israeli cha kulipua na kuibomoa kikamilifu hospitali pekee ya matibabu ya maradhi ya saratani katika ukanda wa Gaza kimelaaniwa vikali kimataifa na kuelezewa kuwa ni kielelezo cha wazi cha ugaidi wa kimfumo wa kiserikali wa utawala huo. Shambulio hilo la Ijumaa ambalo limepigwa marufuku chini ya sheria ya kimataifa za masuala ya kibinadamu lililenga hospitali hiyo ya urafiki ya Uturuki na Palestina iliyoko Gaza, ambayo tayari ilikuwa imeharibiwa vibaya na mashambulio ya anga ya jeshi la utawala wa Kizayuni yaliyoanza Oktoba 2023. Mikanda video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii imeonyesha rundo kubwa la moto na moshi likipanda angani kutoka kwenye eneo hilo baada ya jeshi la Israeli kuliteketeza kikamilifu jengo la hospitali hiyo. Vile Ted Gallen Carpenter, mchambuzi mashuhuri wa masuala ya kijeshi wa Marekani, amemtahadharisha rais wa nchi hiyo Donald Trump na matokeo hatari ya kuanzisha vita dhidi ya Iran. Carpenter ametoa indhari hiyo kwa rais wa Marekani katika makala iliyochapishwa kwenye jarida analolihariri la The American Conservative. Mchambuzi huyo wa masuala ya ulinzi na sera ya nje amemhutubu Trump kwa kumwambia vita na Iran havitakuwa kama wanamitindo wanaotembea katika maonyesho ya mitindo, akiashiria chokochoko zinazofanywa na maseneta wa Marekani wenye misimamo mikali wanaomchochea Trump juu ya swala hilo. Carpenter ameeleza kwenye makala yake hiyo kwamba watu wenye misimamo mikali wamejaribu kupuuza maonyo yanayotolewa kwamba uingiliaji wa kijeshi unaweza kusababisha hatari ya kuanza vita vingine visivyo na mwisho katika Asia Magharibi. Carpenter, ambaye ni profesa na mhadhiri wa taaluma za ulinzi na sera za nje katika taasisi ya Cato, ameashiria madai ya Trump kwamba vita hivi havitadumu kwa muda mrefu na vitamaanisha kuangamizwa Iran, na akasema majigambo ya aina hii yanakumbusha kauli za Kenneth Alderman, aliyekuwa naibu wa waziri wa zamani wa ulinzi wa Marekani Donald Rumsfeld kabla ya vita vya Iraq mwaka 2003. Akilifafanua hilo, mchambuzi huyu amesema Alderman alitabiri kwamba vita vya kumpindua Saddam Hussein, dikteta mwenzake wa Iraq, vitakuwa kama wanamitindo wanaotembea kwenye jukwaa la maonyesho ya mtindo, lakini utabiri wake haukutimia na zaidi wanajeshi 4,000 wa Marekani walipoteza maisha katika vita hivyo. Mchambuzi huyu wa Marekani ameongeza kwa kusema kuna sababu kadhaa zinazoonyesha kuwa vita dhidi ya Iran havitakuwa sawa na utembeaji wa wanamitindo kwenye jukwaa la maonyesho ya mtindo. Kufanya hivyo kwa matarajio kuwa shambulio la gharama ndogo na la umwagaji mdogo wa damu litaleta ushindi wa uhakika na wa haraka kwa Marekani kuna maanisha jinsi ya uchukuaji wa waamuzi walivyofikia kwenye kilele cha upumbavu. Serikali ya Trump inapaswa ijiepushe na kutumbukia kwenye shimo kama hilo. Vilevile, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China ameionya Marekani kwa kuitaka iache kuingilia ushirikiano wa kibiashara na kiuchumi kati ya China na Iran. Wizara ya mambo ya nje ya China imetangaza kwenye taarifa iliyotoa kwamba Marekani inapaswa iache kuingilia ushirikiano wa kibiashara kati ya China na Iran. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.